Hili la Romuald Rakotondrabe na Young Africans limekufa rasmi licha ya taarifa rasmi kutoka Tanzania na Madagascar kwa muda wa wiki nzima zikimhusisha Madagascar huyo kuja kuchukua mikoba ya Romain Folz katika klabu ya Young Africans. Hapa nitakupa sababu mbili kubwa na baadhi ya sababu zingine ambazo zimefanya dili hili lisiweze kufollow through kama ambavyo ilikuwa imeripotiwa kwa wiki nzima ambayo imepita. Sababu kubwa na ya kwanza ni kwamba mfanya maamuzi wa mwisho kwa upande wa Young Africans alikuwa hayupo wakati sekeseke la mwalimu mpya linaendelea. Kitu ambacho kilikuwa kinatokea ni kwamba kwa muda wa wiki nzima ni kweli kulikuwa kuna mazungumzo ya Yanga na Rakotondrabe kuhusu mwafaka wa kuja kuchukua mikoba katika klabu hiyo, lakini pia mpaka kufikia katika mchezo wa kirafiki dhidi ya TRA United ambao Yanga pia walipata sare kwa mara nyingine tena, kulikuwa kuna mazungumzo miongoni mwa viongozi ambao walikuwepo kwamba hawakuwa wanaridhishwa na mwenendo na pengine walikuwa wanaamini kwamba ulikuwa ni muda sahihi wa kuweza kumvua majukumu mwalimu Romain Folz. Lakini mtu ambaye anapaswa kufanya maamuzi ya mwisho wakati sekeseke la mwalimu mpya linaanza, ambaye alikuwa anahusishwa kuondoka na aliyekuwa anahusishwa kuja kuchukua mikoba, mtu wa kufanya maamuzi ya mwisho alikuwa hayupo nchini, na mtu anayefanya maamuzi ya mwisho kwa upande wa Young Africans ni Engineer Hersi Ali Saidi, ambaye sote ni mashahidi. Tulikuwa tunaona wiki nzima wakati mambo yanaendelea, yeye alikuwa yuko nje. Kuna mambo yameendelea kwa upande wake binafsi, amepata nafasi katika shirikisho la soka duniani FIFA huko. Kwa hiyo yeye ndo mtu wa mwisho wa kufanya maamuzi ambaye hakuwepo na ameingia nchini siku ya jana. Lakini kwa taarifa ambazo nimezipata kwa mchezaji ndani ya klabu ya Young Africans ni kwamba mpaka kufikia mchezo wa TRA, baada ya ule mchezo msimamo ukazidi kupigiliwa msumari baada ya Yanga kutoa sare dhidi ya TRA, na viongozi ambao walikuwepo kwamba walikuwa wanaona inabidi Folz asiendelee kuwa mwalimu wa kikosi chao, lakini mtu wa kufanya maamuzi hakuwepo. Kwa hiyo hiyo ndo sababu kubwa ambayo imefanya Rakotondrabe mwafaka wake ushindwe kuhitimishwa, lakini pia Folz asiweze kuondoshwa kwenye kibarua chake kwa sababu mtu wa kufanya maamuzi hayupo. Kwa hiyo mnaweza mkawa mmekubaliana hivi miongoni mwenu, lakini kuna yule key decision maker tunasema, ndio anayekwenda kuamua sasa kwamba hichi ambacho tumekubaliana kinapitishwa au hakipitishwi. Na kwa bahati mbaya kwa viongozi ambao walikuwepo, lakini pia kwa bahati nzuri kwa Folz ni kwamba rais wa Young Africans hakuwepo, ameingia jana, na hiyo imetosha kunusuru kibarua chake na kumkosesha Rakotondrabe muendelezo. Viongozi ambao walikuwepo wanahakikisha wanaufanya pamoja na yeye. Sababu ya pili, Rakotondrabe wakati viongozi wa Yanga wanawasiliana naye, makubaliano ya Rakotondrabe ilikuwa ni kwamba aje na benchi lake lote la ufundi. Sasa hilo nalo lilikuwa linaleta ukakasi kidogo, kwa sababu kwanza kulikuwa kuna msaidizi wake ambaye alikuwa hajakidhi vigezo, kwa maana hakuwa na leseni ambayo inatakiwa na CAF. Hilo la kwanza. Na Rakotondrabe pia alikuwa amebainisha kwamba yeye hawezi kufanya kazi na msaidizi mwingine isipokuwa huyu ambaye vigezo vya CAF vimemkaba kwenye upande wa leseni. Lakini hilo la kwanza tu. La pili, kitendo cha Rakotondrabe kutaka kuja na benchi lake lote, maana yake ingebidi Young Africans pia waondoe benchi lote lililopo sasa hivi, kwa maana Romain Folz na wote walio chini yake. Lakini taarifa nilionayo ni kwamba viongozi wa Young Africans wanafurahishwa na kazi ambayo fitness coach wao hivi sasa anaifanya. Kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii, wanafuatilia mechi za Young Africans, watakuwa wanamfahamu fitness coach wa Yanga. Jamaa fulani huwa anavaa mawani makubwa hivi, anafunika karibu mpaka sehemu ya chini ya macho hivi. Yule jamaa yule South Africa, jamaa yuko fiti kweli kweli. Viongozi wa Yanga wanamkubali na wanaridhishwa na uwezo wake wa kuandaa wachezaji. Sasa kitendo cha Rakotondrabe kutaka kuja na benchi lake la ufundi, tafsiri yake ni kwamba ingebidi mpaka huyu aondoke, kitu ambacho kimetia ugumu kwa viongozi wa Yanga kukubaliana nacho, kwa sababu wao wanamuona kama ni mwalimu mzuri kwenye upande wa fitness na anaweza kweli kuandaa wachezaji vizuri. Kwa hiyo hizo ndo sababu mbili kubwa. Mfanya maamuzi mkuu wa timu hakuwepo wakati sekeseke linaendelea, na mwalimu wa fitness aliyepo Yanga viongozi wanaridhika naye, na kitendo cha Rakotondrabe kutaka kuja na benchi lake lote, maana yake ingelazimika huyu bwana pia aondoke, kitu ambacho viongozi hawakuwa tayari kuona kinatokea. Kwa hiyo mwisho wa siku
Dili la Rakoto Ndrabe kwenda Young Africans kwa sasa hivi limekufa rasmi. Romain Folz ataendelea kuwa mwalimu wa Young Africans mpaka pale itakapotangazwa, na viongozi watatumia mchezo unaokuja dhidi ya Silver Strikers ya Malawi kuendelea kufanya tathmini ya kile ambacho kitakuwa kinaonekana kwenye upande wa performance ya Young Africans chini ya Romain Folz.